Leo bwana, naamua kuwaletea story hivi fulani. Hiyo story ni ya binti mmoja hivi. Amezaliwa kwenye maisha ya kawaida sana. Maisha ambayo hakuna mtu ambaye angedhani kuwa atakuja kuwa maarufu. Lakini katika maisha hayo, binadamu wengi sana ambao wanatamani kuzaliwa katika maisha hayo. Kwanza kabisa jina lake anaitwa Zebu. Niliwaambia hapo awali kuwa nitawaletea historia yake. Binti Nguva huyu ambaye kwenye movie yake amecheza kama binti Nguva. Jina lake la kweli anaitwa Zebu na ni mtu wa Arusha maeneo ya Moshi. Nafikiri katika story hii ya leo ambayo leo nimeamua kuwasogezea, ina maisha halisi ambayo yanayomsema binti huyu. Katika vitu ambavyo napenda niwaletee, kati ya Zebu na KP ni watu ambao wamekutana kwenye upande wa sanaa. Yaani nikizungumza sanaa ni watu ambao wamekutana kwenye upande wa uigizaji. Kwa hiyo kila mtu ana sehemu ya kukutana na mwenzake. Haijalishi ni kwenye gari, kwenye usafiri wa aina yoyote au bar au gesti. Kila mtu ana sehemu ambayo anaweza kukutana na mwenzake. Kwa hiyo tunapomzungumzia Zebu, tunazungumzia mwanamke ambaye anayeweza kupambana na maisha yake binafsi. Ndio maana vitu ambavyo anavyovifanya kwenye upande wa uigizaji, anafanya vitu vikubwa sana. Yaani mpaka watu wenyewe waliomzunguka mpaka wanashangaa. Kwa sababu unajua mtu anayefanya vitu vikubwa na vitu vya kutisha pia huwa sio mtu wa kawaida sana. Ndio maana tukijaribu kumwangalia Zebu tukamwangalia na KP, ni watu ambao wanalandana sana kwa sababu wanafanya kazi moja. Ni watu ambao wameweka renki ya kukubaliana mpaka wakazaliana. Ina maana wanafanya kazi moja. Na pia ukiangalia tena mwanao anafanya kazi hiyo hiyo. Hawajaacha mbali. Sasa mimi kwa upande wangu leo niongee kwanza kwenye upande wa Zebu. Kwanza kwao ni mtoto wa pili kama sijakosea. Na kama nilivyokuambia kuwa ni mtu wa Arusha na amezaliwa Arusha, maeneo ya Moshi kule. Ina maana kifupi huyu ni Machelo. Lakini kwa nini nimekudondoshea story hii? Ni kwamba nahisi kuwa story ya Zebu nilikwambia kwamba nitakuletea. Kipande kilichopita nilikwambia nitakuletea story ya Zebu. Kwa nini Zebu? Hapo alipo unapomuona bado ni binti mdogo kabisa. Na wamekutana yeye na KP, wamekutana wote bado ni wadogo kabisa. Hivi ninavyokuambia ndugu mpenzi mtazamaji, Zebu pamoja na KP ni watu ambao wako pamoja na wameshajenga, ina maana wana maisha yao binafsi. Kitu ambacho nilitamani kukufahamisha zaidi, napenda kukufahamisha maisha yao halisi. Kwanza ni mke na mme, lakini pia ni mtu ambaye wanafanya kazi moja, lakini pia ni watu ambao wanafanya kazi ya uigizaji mahiri sana. Wewe jifikirie, kila mtu ana YouTube channel yake ambayo anayokuwa anaposti vitu vyake. Lakini pia kila mtu anafanya kazi yake, yaani kazi yake anayoifanya. Lakini pia kila unayemuona na kumtazama kwenye movie ya KP, ana YouTube yake, yaani ana YouTube channel yake ambayo inaofanya
kazi zake. Leo tuyaangazie maisha halisi ya huyu binti. Nimekuambia ni mtoto wa pili kwenye familia yao. Ni msanii, ni mwigizaji, lakini pia alikuwa na mahusiano na mtu mwingine kabla ya KP. Baada ya mahusiano yale hakwenda mbali sana, akaamua siwezi kuwa na mahusiano ambayo yako mbali na mimi. Cha msingi nichague msanii ambaye atakayekuwa karibu na mimi, huyo ndo niwe naye katika maisha ya sanaa. Akaamua kumchagua KP, ambapo wakati wanaanza kumchagua, nafikiri nikikagua vizuri katika YouTube channel yao, walianza na filamu ambayo inayoenda jina la Mangush, ambao kwa mara ya kwanza, ndugu mpenzi mtazamaji, kama unahitaji kufanya kitu, kifanye tu kwa moyo, kwa sababu ukiangalia maisha ya KP na The Boo, walianza kushutia simu. Sijui nitakuwa naeleweka. Walianza kufanya kazi kwa simu. Baada ya kuwa wameanza kufanya kazi kwa simu, ndipo wakatengeneza maisha. Sikiliza, ndipo wakaenda kutengeneza maisha. Kwa hiyo, kumbe tunaona kama hauna kitendea kazi katika kazi, unaweza kuanza na kitendea kazi ulichonacho kwenye mkono wako. Baada ya hapo walitengeneza story ya Mangush. Walivyoitengeneza ile story ya Mangush, wakaendelea kutengeneza na story zingine na zingine na zingine. Kutokana na nini? Kutokana kwanza wao walianza kukubaliana wao kama wao. Kwa hiyo hili ninalokuambia leo, hata kama una simu yako ndogo, unaweza ukaanzia kazi.